Kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu imeendelea tena Februari 12 mwaka 2026. Katika kesi hiyo, shahidi wa siri wa jamhuri maarufu P5 katika kesi namba 19605 ya mwaka 2025 inamkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu ametoa ushahidi wake Februari 12 mwaka 2026 kwenye Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo ya Dar es Salaam. Akitoa ushahidi wake mbele ya jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo wakiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru, shahidi huyo ameeleza mahakama kuwa yeye ana umri wa miaka 33, anaishi Kibangu, Ubungo, jijini Dar es Salaam, akijishughulisha na ujasiriamali au machinga wa kuuza nguo na viatu kwa kutembeza maeneo mbalimbali ya jiji hilo kama vile Mchikichini, Kariakoo, Posta ya Zamani, Feli na Posta Mpya, ambapo bidhaa hizo anachukulia Ilala Boma kabla ya kuanza kuzitembeza. Sambamba na hilo, shahidi huyo P5 amesema wakati mwingine ili kuhakikisha mkono unaenda kinywani amekuwa akijihusisha na uoshaji wa magari. Kuhusu kesi hiyo, P5 amesema Aprili 4 mwaka 2025 akiwa amejipumzisha maeneo ya Posta ya Zamani Garden, huku akiperuzi mitandaoni hasa mtandao wa Facebook, WhatsApp na YouTube kupitia simu yake ya smartphone Sony Galaxy, aliona na kufungua video moja ndogo kwenye mtandao wa Facebook iliyokuwa ikimwonyesha Tundu Lissu akiongozwa na wakili wa serikali mkuu Ajuaye Nzengeli. P5 ameeleza mahakamani hapo kuwa ili uweze kuingia kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook ni lazima kwanza uwe na akaunti na internet ya kutosha, na yeye aliweza kuingia kwa sababu tayari alikuwa na vitu hivyo. Amesema Tundu Lissu anamfahamu kwa kumuona kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari na kwamba anamjua kama mwanasiasa, na ndiyo maana alipoona video hiyo alishawishika kuifungua ili kujua nini hasa amekizungumza. P5 ameieleza mahakama kuwa alipofungua video hiyo alimsikia na kumwona Tundu Lissu akisema uchaguzi mkuu 2025 unaotumika kuchagua madiwani wa bunge na rais hautafanyika, na kwamba Lissu aliapa kuwa atakinukisha, jambo liloanza kumtia hofu. Ameielezea mahakama kuwa pia alimsikia akisema kwamba polisi wanatumika kuiba kura na kwamba hata majaji nao ni ma-CCM, ndio maana hawatendi haki mahakamani. Endelea kufuatia katika mitandao yetu ya kijamii. Tutaendelea kupatia update zaidi kuhusiana na kesi na mkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu.